Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile kilichojiri katika mechi za mzunguko wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025-2026 ambapo tumeshuhudia timu 16 zinazounda makundi manne yenye timu 4 basi zilikuwa viwanjani siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili wakicheza michezo yao ya mzunguko wa kwanza tu wa makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo katika mechi ya kundi A Pyramids walikuwa wakicheza dhidi ya Rivers United kutokea nchini pale katika nchi ya Nigeria na kushinda mabao 3-0. Huku katika hilo kundi A RS Berkane kutokea Morocco walikuwa wakicheza dhidi ya Power Dynamos ya pale nchini Zambia na kuweza kushinda mabao 3-0 katika kundi A. Lakini mechi za kundi B basi Al Ahly kutokea Misri walikuwa wakicheza dhidi ya JS Kabylie kutokea katika nchi ya Algeria na kushinda mabao 4-1, huku Young Africans ama Yanga kutokea nchini Tanzania walikuwa visiwani Zanzibar Tanzania wakicheza dhidi ya AS FAR Rabat kutokea katika nchi ya Morocco na kushinda bao 1-0. Lakini katika kundi C Mamelodi Sundowns kutokea Afrika Kusini walikuwa wakicheza dhidi ya Santi El Lupopo kutokea Kongo na kushinda mabao 3-1, huku Al Hilal Omdurman kutokea Sudani wakicheza dhidi ya MS Alger kutokea katika nchi ya Algeria na kushinda mabao 2-1. Lakini katika kundi D Atletico Petro de Luanda alikuwa akicheza dhidi ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania na kushinda bao 1-0 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Esperance Sportive kutokea Tunisia walikuwa nyumbani kwao wakicheza dhidi ya Stade Malien na kutoa sare ya 0-0. Kwa hiyo tunaona hizo ndizo mechi za mzunguko wa kwanza ambazo zinaweza kuchezwa kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili iliyomalizika. Sasa kuna wachezaji wameweza kufanya vizuri na kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF wameweza kukitangaza kile kikosi bora cha wiki katika mechi za mzunguko wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa upande wa mfumo ambao umeenda kutumiwa ni mfumo wa 4-4-2. Golikipa ambaye ameweza kuchaguliwa golikipa bora wa wiki ni golikipa Ahmed Reda Tongout. Licha ya klabu yake kuweza kupoteza kwa bao 1-0 mbele ya Yanga Sports Club, lakini Ahmed Reda alikuwa katika kiwango bora sana kuweza kuisaidia klabu hiyo kuto kuruhusu mabao mengi na ameweza kuingia katika kikosi bora akiwa na wastani wa 9.8 kati ya 10. Kwa upande wa fullback namba 2 ambaye ameweza kuchaguliwa ni fullback Haimat Manouti, ambapo Haimat Manouti tunaona ni fullback kutokea katika klabu ya soka ya RS Berkane. Alikuwa katika kiwango bora sana wakati klabu yake ilipokuwa ikicheza, ambapo RS Berkane tunafahamu wote waliweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Waliweza kuibuka na ushindi wa RS Berkane waliweza kuibuka na ushindi mabao 3-0 dhidi ya Power Dynamos, na golikipa huyu na fullback huyu alikuwa katika kiwango bora sana kuweza kuisaidia klabu yake kuweza kuibuka na ushindi na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani mzuri, wastani wa 7.8 kati ya 10. Kwa upande wa fullback namba 3 ambaye ameweza kuchaguliwa katika kikosi bora cha wiki ni Francis Awine, ambapo Francis Awine ni fullback kutokea katika klabu ya soka Stade Malien, ambapo Stade Malien kutokea Mali walikuwa wakicheza dhidi ya Esperance na kutoa sare ya 0-0 ugenini, na beki huyu alikuwa katika kiwango bora sana kuweza kuisaidia timu yake kupata sare ugenini, na Francis Awine ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.8 kati ya 10. Kwa upande wa center back namba 5 center back namba 4 ameweza kuchaguliwa Abdelake Assal. Abdelake Assal ni mchezaji wa RS Berkane. Kama tulivyokujuza, RS Berkane walifunga Power Dynamos mabao 3-0 na fullback na center back huyu alikuwa katika kiwango bora sana na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 8.0 kati ya 10. Lakini center back namba 5 ameingia Ahmed Sami. Ahmed Sami ni center back wa klabu ya soka ya Pyramids kutokea katika nchi ya Misri, ambapo Pyramids walifunga 3-0 Rivers United kutokea katika nchi ya Nigeria na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 7.8 kati ya 10. Kwa upande wa viungo wa katikati ambapo tunashuhudia kuna winga namba 11, winga namba 7, kiungo namba 8 na kiungo namba 6, basi fahamu eneo la winga namba 7 ameweza kuingia Ashraf Benchakir
Ashraf Ben Shakir ni winga kutokea katika klabu ya soka ya Al Ahly na alikuwa katika kiwango bora sana wakati Al Ahly wakifunga JS Kabylie mabao 4-1, na Ashraf Ben Shakir ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 8.0. Lakini eneo la winga namba 11 ameingia Munir Choua. Munir Choua ni mchezaji anayecheza RS Berkane. Kama tulivyokujuza, RS Berkane walifunga pale nusu mabao 3-0 na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 8.9 kati ya 10. Lakini eneo la viungo katikati, kiungo nambari 6 amechaguliwa Ahmed Tif. Ahmed Tif ni kiungo kutokea Pyramids. Wakati Pyramids wanaifunga Rivers United, kiungo huyo Ahmed Tif alikuwa katika kiwango bora sana na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 9.9 kati ya 10. Lakini eneo la kiungo namba 8 ameingia Nuno Santos. Nuno Santos ni kiungo kutokea Mamelodi Sundowns ya pale nchini Afrika Kusini, na Mamelodi walifunga FC Saint Lupopo ya Kongo mabao 3-1, na Nuno Santos ameingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na 9.4 kati ya 10. Lakini washambuliaji wawili, yani namba 9 na namba 10, ambao wapo pale mbele katika eneo la namba 10 ameweza kuingia Mahmoud Trezeguet. Mahmoud Trezeguet ni mchezaji kutokea katika klabu ya soka ya Al Ahly kutokea nchini Misri. Al Ahly walifunga JS Kabylie mabao 4-1, na Mahmoud Trezeguet alikuwa katika kiwango bora sana ambapo aliweza kufunga mabao 2 na ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 9.1 kati ya 10. Lakini mshambuliaji namba 9 ambaye ameweza kuchaguliwa, ambaye alikuwa katika kiwango bora sana, ni mshambuliaji wa klabu ya soka ya Yanga, mwana wa mfalme Prince Mfumelo Dube, ambaye ndiye aliyefunga bao la ushindi ambalo ilitosha kuipa pointi 3 klabu ya soka Yanga dhidi ya AS FAR Rabat. Na Prince Dube ameweza kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 8.0 kati ya 10. Kwa hiyo tunaona hicho ndicho kikosi bora cha wiki, mechi za hatua ya makundi, mechi za mzunguko wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo mchezaji bora kwa wiki hii amechaguliwa Ahmed Tif, ambaye alikuwa katika kiwango bora sana na kuingia katika kikosi bora cha wiki akiwa na wastani wa 9.9. Kwa hiyo tunaona katika mechi za mzunguko wa kwanza klabu ya soka ya Simba Sports Club hawajafanikiwa kutoa mchezaji kwa sababu tunashuhudia hawakuwa katika kiwango bora. Tunashuhudia kuna wachezaji mmoja walikuwa katika kiwango bora, lakini ratio zao zimeshindwa kuoanisha na wachezaji wengine ambao wameweza kuingia katika wiki ya kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Kwa mchezaji pekee kutokea nchini Tanzania katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club ni Prince Mfumelo Dube, ambaye ameweza kuingia kama mshambuliaji namba 9 katika mechi za mzunguko wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika. Hebu unaona nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa upande wako, kati ya Simba na Yanga Sports Club, je, ni klabu gani ambayo unaiona itafika hatua za mbali zaidi katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Unaona nafasi ya kushuka eneo la comment hapo chini na kushare maoni yako na sisi tutakuja kuyasoma.